Tukitumai utakuwa umeshinda salama. Karibu katika jambo la leo Jumatano Juni 3 mwaka 2026. Mimi ni Irene Kishiwa na mimi ni Mina Yusuf. Kwa chache kata mengi utakayosikia ni pamoja na mama na mtoto wafariki ndani ya mgahawa baada ya kukosa hewa. Wazee walaani vijana wanaotumia vilevi na dawa za kulevya kubaka wazee na wenye changamoto ya afya ya akili. Rais Dr. Samia anza ziara ya kitaifa leo nchini Urusi. Serengeti Boys ya wasili nchini leo ikitokea Morocco. Kwa habari mbalimbali tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram, TikTok na Facebook, andika Jambo FM TZ, na katika YouTube ni Jambo FM Radio Tanzania. Pia tusikilize mubashara kupitia tovuti yetu www.jambofm.co.tz. Serikali ipo katika hatua za maandalizi ya ujenzi wa barabara ya mzunguko katika mkoa wa Tabora, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kupunguza msongamano wa magari makubwa yanayopita katikati ya mji huo. Kutoka bungeni mjini Dodoma, Gideon Gregory na undani wa taarifa hii. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa Tabora mjini Hawa Mwaifunga aliyetaka kufahamu ni lini serikali itaanza ujenzi wa barabara hiyo. Wizara ya Ujenzi, kufuatia maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, tumelizingatia jambo hili kwamba ni lazima tuondoshe misongamano katikati ya mji kwa kutengeneza bypass. Na kwa hivyo hii ni moja ya kazi tutakayoifanya kwa kufanya upembuzi yakinifu wa kina, tupate gharama za kufanya hivyo pale Tabora Manispaa, na baadaye kutafuta fedha na hatimaye kuitengeneza ile bypass ya Tabora ili kusudi tuuache mji uwe ni mji wa kibiashara na huduma na malori yaweze kupita pembezoni. Kwa hivyo nimhakikishie Mheshimiwa Hawa Mwaifunga, mbunge wa Tabora, kwamba jambo hili tumelipokea, tunalifanyia kazi. Aidha, katika kuhakikisha barabara za ndani katika jimbo la Kahama mjini zinajengwa kwa kiwango cha lami na changarawe ili kuepuka adha ya usafiri, naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Dr. Feston Dugage amesema serikali imedhamiria kuhakikisha changamoto hiyo inatatulika. Katika majimbo na manispaa ambazo zimetengewa fedha nyingi kwa ajili ya uboreshaji wa barabara za changarawe na lami, jimbo la Kahama mjini ni moja ya majimbo hayo. Kwa mfano, kupitia mradi wa TACTIC, Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi sasa ambao tayari tumeshasaini mkataba na kazi zinaanza kuendelea, tayari tumetenga shilingi bilioni 22.31 kwa ajili ya ujenzi wa barabara za lami Kahama mjini kilomita 16.58 ambazo zitajengwa katika eneo la mjini kilomita 12.13, eneo la viwanda Nzogomela kilomita 3.08, eneo la kituo cha mabasi na soko kilomita 1.37. Na ni kama itoshi, katika bajeti ya mwaka wa fedha 26/27 tumetenga bilioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya lami kilomita 1. Lakini pia tumetenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara za changarawe zaidi ya kilomita 58. Ujenzi wa barabara za mzunguko pamoja na uboreshaji wa barabara za ndani unatojwa kama mwarobaini wa kupunguza msongamano wa magari, kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na huduma pamoja na kuchochea ukuaji wa shughuli za kiuchumi katika maeneo hayo. Kutoka Dodoma, Gideon Gregory, Jambo FM. Shukrani sana Gideon Gregory kutoka Dodoma. Na tuleta jambo hilo Shinyanga. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini Crispin Chalamila leo amekabidhi mashine 2 za kuhudumia watoto waliozaliwa kabla ya muda katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga Mwawaza. Mashine hizo zimekabidhiwa ikiwa ni mchango wa watumishi wa taasisi hiyo kwa mkoa wa Shinyanga katika kuunga mkono juhudi za serikali katika kusaidia upatikanaji wa huduma za afya nchini. Yunis Kanumba na taarifa kamili. Niseme tu kwamba TAKUKURU tulijiwekea utaratibu wa kuona na sisi tunaunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais katika kuboresha na kuimarisha huduma za afya nchini. Najua serikali yetu imefanya kazi kubwa sana. Hili jambo linaloendelea hapa kwenu Shinyanga Mwawaza linaendelea maeneo mengi, mkoa wa Mara pale na hospitali inaendelea kujengwa, haijakamilika bado. Songwe kule tumeona hiyo ni baadhi ya hospitali ambazo tumezipitia hivi karibuni, kuna masuala ya ujenzi unaendelea. Na tunajua sekta hii ni gharama kubwa sana, ujenzi wa mahospitali. Lakini serikali inafanya juhudi kubwa kujenga hospitali mpya, na zimejenga hospitali nyingi za wilaya, za mikoa na za rufaa kama hii, na kuzipa vifaa tiba. Tunajua vifaa tiba ni ghali sana. Sasa serikali inafanya jitihada kubwa, lakini nadhani bila wadau kuunga mkono inaweza ikachukua muda mrefu sana kwa serikali kuzitosheleza hospitali zetu kwa vifaa tiba.
kwa kadri ya mahitaji yalivyo. Kwa hivyo TAKUKURU tukaona na sisi tutoe mchango wetu katika kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa hivi vifaa tiba. Malengo yetu ni kuzipatia hospitali zote 28 za rufaa za mikoa, na ninafurahi kusema leo hii tumevuka nusu ya lengo hilo, kwa maana mashine tutakazokabidhi leo hapa, hii itakuwa ni hospitali ya 20 kukabidhi mashine hizi. Kwa hiyo tutakuwa tumebakiwa na hospitali 8 tu. Sasa niseme tu wazi kwamba mashine hizi zinanunuliwa kwa michango, kutoka kwenye michango ya watumishi. Watumishi wa TAKUKURU wanachanga kwa hiari. Hakuna mtumishi aliyelazimishwa wala nini, kwa hiari wamekubali kukatwa sehemu ya mshahara yao kila mwezi ili kufanya hili jambo. Sisi kwetu ni matendo ya huruma, na tunasema na sisi ni sadaka yetu. Tuna dhamana ya kuitumikia, kuihudumia jamii, basi tukaona na sisi tunawiwa kushiriki kwa namna moja au nyingine katika kuisaidia jamii tunayoihudumia. Sasa hii tungeweza kusema sijui ni uwajibikaji kwa jamii, la wanaita corporate social responsibility, lakini si hivyo hata kidogo. Kwa sababu ukiuhalisia corporate social responsibility ni kwamba una mega sehemu ya faida yako uliyopata katika biashara uliyofanya na hiyo jamii ndio unairudisha kwa jamii. Lakini TAKUKURU hatufanyi biashara ya aina yoyote. Isipokuwa hili nisema ni tendo la huruma, kwa sababu sisi tunaendesha shughuli zetu kwa bajeti ya serikali, lakini hiyo ni wito tu wa watumishi wameamua kufanya hivi, watumishi wote nakata. Na ndio maana tumeweza kupata mafanikio makubwa katika lengo hili. Hatujui tukimaliza hii tutawaza kitu gani kingine, lakini ni ahidi tu hapa kwamba tutaendelea kushiriki katika kusaidia juhudi za serikali katika kuimarisha masuala ya hizi huduma za jamii, ikiwemo afya, elimu na nyinginezo. Sasa nitoe tu wito basi kwa wadau wengine, watu binafsi, taasisi za umma kama yetu, basi na wenyewe kuiga mfano huu wa kuchangia upatikanaji wa vifaa tiba, ili kwamba tuweze kukidhi mahitaji na tusiachie serikali peke yake. Taarifa hiyo inatupa nafasi ya kuvuka mipaka ya nchi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo ameanza ziara ya kitaifa ya siku 3 nchini Urusi kwa mwaliko wa Rais wa Shirikisho la Urusi Vladimir Putin. Ziara hiyo ya Rais Dr. Samia nchini humo ina lengo la kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, kisiasa, kiuchumi na kihistoria baina ya nchi hizo. Mapema leo Rais Dr. Samia ameweka shada la maua kwenye makaburi ya wanajeshi waliopigana vita ya kwanza ya dunia mjini Moscow nchini Urusi na kushiriki mazungumzo na Rais Putin katika ikulu ya Kremlin. Kesho Alhamisi, Rais Dr. Samia atatunukiwa shahada ya uzamivu ya heshima katika chuo kikuu cha People's Friendship of Russia, ikiwa ni kutambua mchango wake katika maendeleo, diplomasia na ushirikiano wa kimataifa. Kabla ya kumaliza ziara yake nchini humo, Rais Dr. Samia siku ya Ijumaa atashiriki jukwaa la biashara la Tanzania na Urusi litakalofanyika sambamba na jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg. Ziara hiyo imelenga kugeuza urafiki wa zaidi ya miaka 65 kati ya mataifa hayo, ushirikiano wa kiuchumi wenye matokeo ya moja kwa moja kwa wananchi kupitia uwekezaji, biashara, teknolojia, elimu, nishati, madini, kilimo pamoja na utalii. Jambo la michezo, kikosi cha timu ya taifa ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys kimewasili nchini leo kikitokea Morocco kilichoshiriki fainali za AFCON wenye umri chini ya miaka 17. Katika mashindano hayo Serengeti Boys imemaliza katika nafasi ya pili baada ya kupoteza mchezo wa fainali kwa mikwaju ya penalti 4-2 dhidi ya Senegal. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema timu hiyo imeonyesha uwezo mkubwa na kuliletea taifa heshima kimataifa na kwamba serikali itawajengea uzoefu kimataifa kwa kucheza michezo mingi nje ya nchi. Ni matarajio ya kila mtu ni kuona leo tumekuja na kombe la AFCON Under 17. Ni matarajio ya kila mtu, lakini Waswahili wanasema bahati ya mtu huilalii mlango. Uwezo tumeonyesha, na kwa kudhihirisha kwamba haikuwa bahati yetu, tumetoka kwa penalty ambayo haina bingwa duniani. Hata wakina Mbappe, wakina Ronaldo, wakina Messi penalty huwa wanakosa, na hiyo ndio kipimo cha kuonyesha kwamba Mungu alitaka tufike fainali, lakini ametuwekea hakiba ya makubwa zaidi mbele ya safari tunakokwenda. Ninawashukuru sana vijana wetu wa Serengeti Boys kwa kazi kubwa nzuri na heshima waliotengeneza. Ukiangalia wale tuliocheza nao jana, 90% hawachezi kwenye ligi zao za ndani, ni wanakwea mapipa usiku na mchana kwenda kutafuta exposure, experience kwa kushiriki
mashindano makubwa kwa duniani, na tumekubaliana na TFF vijana hawa sasa hawatapoa. Tunahitaji tuwatoe hapa waende wakapate mechi Ufaransa, waende wakapate mechi Uingereza, waende wakapate mechi Spain, waende huko duniani wakajenge uzoefu, kwa kuwa vipaji wanavyo. Tunachohitaji ni kuwapa uzoefu wa kimataifa ili waishangaze dunia. Kama AFCON tumeenda fainali, kwa kudra za Mwenyezi Mungu tunahitaji fainali ya World Cup 2026 Katari, na sisi tuingie tena. Kila laheri kwao kwa sababu wamepeperusha vyema bendera ya taifa letu. Kabisa. Na hivi ndivyo tunavyolikamilisha jambo la leo la Juni 3, 2026. Miongoni mwa yaliyosikika ni pamoja na haya: mama na mtoto fariki ndani ya mgahawa baada ya kukosa hewa. Wazee walaani vijana wanaotumia vilevi na dawa za kulevya kubaka wazee na wenye changamoto ya afya ya akili. Rais Dr. Samia anza ziara kitaifa leo nchini Urusi. Serengeti Boys wasili nchini leo ikitokea Morocco. Asante, na kwa niaba ya wote waliofanikisha jambo la leo, mimi ni Irene Kishiwa. Mimi ni Mina Yusuf.